Sifa au maana ya familia ni kuwa katika muonekano wa sura moja kwa jina lake. Ndiyo maana na iliyo familia yako wewe ni ile iliyo na sura ya jina lako wewe, ni ile yenye sura ya jina lako wewe mwenyewe na sio jina lingine. Na huyu ni Andegunyu, ninazungumza kuhusu familia sehemu ya 21. Ndio aliye wa familia yako wewe, kilicho cha familia yako wewe hapo ulipo ni kile chenye sura ya jina lako wewe, ni yule mwenye sura ya jina lako wewe. Ndio pekee aliye familia yako wewe, ndio pekee aliye wa familia yako wewe. Haijalishi ni nini, haijalishi ni kabila, haijalishi ni taifa lipi, haijalishi ni silika ipi, haijalishi ni kitu gani, haijalishi ni jinsia ipi, haijalishi ni baba, ni mama, ni mtoto, ni mume, ni mke, haijalishi ni nani, ila kilicho au aliye familia yako wewe ni hicho au ni huyo mwenye sura ya jina lako wewe na sio jina la mwingine, kwani huyo ndiye, hicho ndicho kilicho familia ya pumziko lako wewe, familia iliyo ya raha yako wewe pekee. Yule aliye mwenye sura ya jina lako wewe mwenyewe na si jina la mwingine yoyote. Chochote yoyote mwenye sura ya jina lako wewe mwenyewe, pasipo kujalisha ni nini, ndicho familia yako wewe, tena familia ya pumziko lako, familia ya raha yako, kwa kuwa chochote kilicho na sura ya jina lingine sio familia yako, ni familia ya jina lile. Chochote yoyote aliye mwenye sura ya jina lingine, jina la baba yako, jina la Mungu wako, jina la taifa lako, jina la mke wako, jina la mume wako, jina la mtoto wako, jina
la dini yako, jina la dhehebu lako, jina la mashamba yako, jina la utajiri wako, jina la chochote kingine sicho kilicho cha familia yako, sio iliyo familia yako, bali hicho ni familia ya jina hilo. Ndio, chochote kilicho cha jina, chenye jina la mume wako sio familia yako wewe. Chenye jina la mke wako sio familia yako wewe. Chenye jina la mke wako sio familia yako wewe. Chenye jina la watoto wako sio familia yako wewe. Chenye jina la kingine yoyote, chenye sura ya jina la kingine chochote kile, sicho kilicho familia yako wewe, kwani sio cha kwako na hakikuhusu. Na wala hakipo na wewe. Na hakikujui. Ila cha kwako pekee ni kile kilicho cha sura ya jina lako wewe. Ni baba huyo, ni yule aliye mwenye sura ya jina lako wewe, sio jina la wadogo zako, sio jina la ndugu zako. Ni yule aliye mwenye sura ya jina lako wewe, ndio familia yako, ndio baba yako, ndio mama yako, ndio uzao wako, ndio mtoto wako. Huyo ndiye familia yako. Kile kilicho na sura, chenye sura ya jina la baba yako si cha kwako daima, na hautakirisi hicho. Kwani ni lini baba yako ataacha kuwa baba ili wewe uwe baba? Ni lini mume wako ataacha kuwa mume ili wewe uwe kiongozi kwenye familia hiyo? Ni lini yule ataacha mamlaka yake? Ni lini Mungu ataacha mamlaka yake ili wewe ndio utawale, akurithishe wewe utawale? Kilicho cha baba ni cha baba, kwa kuwa ndio ubaba wenyewe. Kilicho cha mkeo ni cha mkeo, kwani ndio mke mwenyewe. Kilicho na sura ya mzazi wako ni cha mzazi wako, kwani ndio mzazi mwenyewe. Kilicho na sura, kilicho chenye sura ya jina lile ni cha jina hilo, kwa kuwa ndio jina hilo lenyewe. Na hicho
familia yako wewe. Na kusema mali yenye sura ya jina la baba yako ni ya kwako, sahau. Sio familia yako hiyo. Kwa kuwa mali yenye sura ya jina la baba yako ndio baba yako, na kamwe huyo baba yako hawezi kusimama kuwa baba ndio wewe utawale. Kwani baba yako ni baba yako milele yote. Mama yako ni mama yako milele yote. Kilicho na sura ya jina lako ni cha kwako milele yote. Haijalishi kitaketi wapi, ni katika kaburi, ni katika kifo, ni katika wapi, bado ni baba yako, bado ni mama yako, bado ni mzazi wako. Hakuna chochote kinachoweza kuzuia, kupoteza, kuondoa kilicho cha familia ya jina lako wewe. Kwani kilicho cha familia ya jina lako wewe ni cha milele. Kwa hiyo familia ya pumziko lako, familia ya raha yako, na aliye familia yako na kilicho cha familia yako ni chochote, ni yoyote, pasipo kujalisha silka, jinsia, kabila, neno, jina au vyovyote vile, ila ni chochote au yoyote mwenye sura ya jina lako wewe mwenyewe, ndio familia yako. Kwani hata kilicho chenye sura ya jina la mke wako wewe sio familia yako hiyo. Kilicho na jina na sura au chenye sura ya jina la baba yako wewe mwenyewe sio familia yako hiyo. Hiyo ni familia ya baba yako. Hiyo ni sura ya mwenye jina hilo. Kwa hiyo itazame familia yenye sura ya jina lako, mzazi mwenye sura ya jina lako, mke mwenye sura ya jina lako, mume mwenye sura ya jina lako. Chochote
kilicho na sura ya jina lako wewe, ndicho ndiye aliye familia yako wewe. Ndio kilicho na sura ya jina la mke wako wewe tu, sio familia yako, kwa kuwa wewe sio mama daima. Kilicho au chenye sura ya jina la mume wako wewe, yaani akaitwa baba, sio familia yako, kwa kuwa wewe sio baba. Na kamwe hakikupendezeshi na kamwe hakiingiliki. Na kamwe hakivunjiki. Kusema utavunja ili uwatumie kwa jina lake, sahau. Hauwezi kutumia daima kilicho na sura ya jina lingine. Ukasema sasa wewe ujifanye wa jina hilo, haliingiliki. Ila pekee familia yako wewe ni ile iliyo na sura ya jina lako: baba, mama, mtoto, kaka, dada, ukoo, kabila, mimea, wanyama, anga, majira, nyakati, sayari, dini, dhehebu, kila kitu katika jinsi yake. Kwa kuwa familia kwako ni lazima awe mwenye sura ya jina lako hapo ulipo, na popote pale ulipo upo katika familia yako. Unayo familia ya jina lako wewe, huyo baba, huyo mama, huyo mtoto, hilo kabila, huyo nani, huyo katika jinsi hiyo, ndio iliyo familia yenye sura ya jina lako wewe, ndio aliye mwenye sura ya jina lako wewe, na ndio maana yupo hapo pamoja na wewe. Ndio maana ameitwa baba yako, ndio maana ameitwa Mungu wako, ndio maana ameitwa mtoto wako, ndio maana ameitwa mjukuu wako, ndio maana ameitwa kwa jinsi ya jina lako wewe. Na popote pale
baba yako alipo, popote pale mama yako alipo, popote pale taifa lako lilipo, popote pale, chochote kile, yoyote yule alipo, ni jina lako ndio lipo, ni jina lako ndio linatenda, ni jina lako ndio linaishi. Ni jina lako ndio lipo, ni jina lako ndio linatenda, ni jina lako ndio linaishi. Popote pale chochote kinapotembea, ni jina lako kwa jinsi hiyo ndio inatembea. Na chochote katika kutenda kwake, hutenda kwa jinsi ya jina lako wewe. Fedha, mali, majira, nyakati, mzazi, mtoto, mke, mume, uzao, ndoa, uwepo wa jinsi yoyote ile, Mungu hutenda kwa jinsi ya jina lako wewe. Na kwa jinsi hiyo, hiyo ndio familia ya pumziko lako. Haijalishi kabila, haijalishi dini, haijalishi sehemu, haijalishi silka, haijalishi muonekano wote, na kusema hawa ni wanyama, hawa ni kabila hili, hili ni taifa hili, hawa wa rangi hii, hawa wa lugha hii, haijalishi vyovyote vile, bali kinachojalisha ni kwamba popote pale kilipo, kipo kwa jinsi ya sura ya jina lako wewe. Nacho hicho, naye huyo ndiye aliye familia yako wewe. Popote pale ulipo, pokea familia ya jina lako, familia ya unamume wako, familia ya kuwa baba, familia ya kuwa mama, familia ya kuwa mtoto, familia ya kuwa mwanamke, familia ya popote pale ulipo. Katika jinsi hiyo, pokea utajiri wako, pokea mafanikio, pokea mashamba yako, pokea nyumba, pokea familia ya pumziko lako, familia ya raha yako. Umepokea hapo ulipo, umepokea mfupa wa familia yako, umepokea mfupa wa jina lako, umepokea presha ya jina lako, umepokea uponyaji wa jinsi hapo ulipo. Pokea. Ndoa yenye sura ya jina lako, uzao wenye sura ya jina lako, umepokea mfupa wako, umepokea figo zako mpya, umepokea sauti yako mpya, umepokea hekima mpya, umepokea neema mpya, umepokea uponyaji mpya, umepokea elimu mpya, umepokea familia yenye sura ya jina lako. Popote pale ulipo, umepokea na imekuwa kwako. Basi tazama somo hili katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Andegunyo. Pia usikose kila sehemu ya somo linalofuata. Umepokea
ya jina lako, mazao, mashamba, nyumba, magari, utajiri, uponyaji, amani, furaha, pumziko la familia iliyo yenye sura ya jina lako popote pale ulipo, na imekuwa kwako.